السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، watukufu wa Islam, tupo katika kikao cha kheri na kikao au vikao kama hivi, na hususan kuanzia mwezi huu na kwenda mbele mpaka kubaila Ramadhan huwa ni vingi sana, na yanayotajwa katika vikao hivi ni yale yale siku zote. Hakuna anayetajwa hapa zaidi ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa kheri walioitumikia dini kama alivyowataja Sheikh letu Sheikh Abdallah. Tunawataja hawa watu, lakini sana tunamtaja sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini huwa nikikaa na kujiuliza mwenyewe, au na wewe pia unaweza ukaa baada ya mimi kuongea, pengine chukua hili ukajiulize, tutafute aya na hadithi kama ziko sehemu hivi Mwenyezi Mungu anatoa zaka. Sheikh Abdallah, Mungu anatoa zaka? Sheikh Rafi, mbona geukia huko karibu kidogo. Mungu anafunga saumu? Hamna. Waislamu, wale wanafunzi wadogo kabisa kama mimi, ni swali dogo tu. Hakuna pahali Mungu anafunga saumu. Hakuna pahali katika hadithi na aya Mungu anatoa zaka. Anamtolea nani? Kama ni saumu anamfungia nani? Na mengine mengi katika ibadat, kama ni dhikri. Sasa tunakuja, kuna sehemu moja tu ambapo Mwenyezi Mungu na malaika wake pamoja na sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunashirikiana naye katika ibada moja, naye si nyingine, ni pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hapa ndio mahala pekee. Kama kwenye zaka Mwenyezi Mungu hatoi, kwenye funga hayupo, kwenye harakati zingine za ibadati hayumo, lakini yumo katika kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na malaika wake. Sasa sisi hapa tunafanya nini? Sisi hapa tunafuata nyuma yao, kwa maana yule muumba wetu yeye ameanza kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao kwamba nao hawamwasi Mwenyezi Mungu, hawali hawanywi, malaika nao wamemsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iweje sisi Mwenyezi Mungu ametuumba na lengo la kutuumba ni kumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hili ndio lengo kuu aliyotuumbia Mwenyezi Mungu.
sio kwa sababu nyingine. Tumwabudu tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ibada ni nyingi, si kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Amali zetu tunazozifanya zote, ikiwemo watu walishoto mabondeni humu, naona ni kilimo cha kumwagilia, ile ni ibada pia. Lakini ibada iendane na ibada, ibada iendane na ibada. Kama umo kwenye ibada ya kulima, imefika wakati wa swala, kuna ibada iliyo bora zaidi ya ibada unayoifanya. Muda wa ibada ya swala unapofika, ukiwa kwenye makulima, wacha kulima, katekeleza ibada iliyo bora zaidi, nayo ni swala. Kwa hiyo ibada tuliyojumuikia leo hapa ni ibada ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini cha kushangaza basi, kuna wale ambao wanayapinga majambo kama haya. Wamejaribu lakini wameshindwa. Na bahati nzuri kule mjini hata wao washaanza kushiriki. Asema sisi maulidi hapana. Ambia hamna shida, kaeni tu kule pembeni, msikilize tu, msije huku. Lakini wakati wa kula ukifika, njoni. Na kule mjini wanapika biriani. Ikipigwa biriani kule, wanasogea wanakuja, tunakula pamoja. Lakini waambia hiki chakula cha Mtume Muhammad. Kidogo kidogo wataingia tu kwenye mfumo. Hakuna shida. Hakuna shida. Walichokipinga ni nini? Tumewaambia anatajwa Mwenyezi Mungu na Mtume. Tangia tulianza moja mlango wa kwanza ule nini? Tulisema alhamdulillahi alqawimi sultanu alwadhi burhanu mpaka mwisho. Sawa hivyo? Anatajwa Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah. Sijina Mwenyezi Mungu jamani. Tumemtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo wakasema aha, hilo tunakubaliana, sawa, tumemtaja Mwenyezi Mungu. Kingine sema sasa kuna wale matwari mnapiga. Haya, tukiacha matwari mtakuja? Tukiacha matwari mtakuja maulidini? Hapo swali linakuwa gumu kwa kidogo. Kwa hiyo watukufu wa Islam, hawa binadamu wanayoyapinga haya majambo sio kwa sababu wana ilmu, wana sababu zingine ambazo ni sababu za kidunia. Mwenyezi Mungu atuepushe nao na awabadilishe wao pamoja na sisi. Na Mwenyezi Mungu atufishe hali ya kuwa ni Waislamu na hali ya kuwa tunayapenda haya majambo na tuwapende waliotufundisha kuyapenda haya majambo. Mwenyezi Mungu awabakishe wazee wetu kina Sheikh Abdallah na mashekhe zao na marafiki zao, na sisi tuliohudhuria hapa, Mwenyezi Mungu atutengenezee mambo yetu. Kwa haya machache niseme wabillahi tawfik wal afwa minkum.